Daktari Samia Suluhu Hassan, oye! Oye! Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Paul Makonda, oye! Oye! Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, ndugu yangu, rafiki yangu Paul Makonda, waheshimiwa wakuu wa wilaya, kianza na mkuu wa wilaya mwenyeji wa Arusha, vile vile mkuu wa wilaya ya Arumeru, Mheshimiwa mbunge wa Arumeru Magharibi, kakaangu Noah Lembris, lakini vile nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali kutoka mkoa wa Arusha na halmashauri zake, wakiwemo wakurugenzi wa halmashauri mliokuwa hapa, lakini waheshimiwa sana wananchi wetu wa mkoa huu wa Arusha. Mimi kwa majina naitwa Deogratias Ndejembi, ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Na leo nimekuja hapa si kusema maneno mengi, ndugu yangu kashaweka maneno ya utangulizi. Nimekuja hapa kuwasikiliza wananchi. Lakini katika hili ambalo tunakuja kulifanya ni katika utekelezaji mahususi wa maelekezo yake Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tunatatua migogoro ambayo imedumu kwa muda mrefu, tuweze kuipatia suluhu. Hayo ni maelekezo yake mahususi Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini vile ninatambua katika migogoro hii ya muda mrefu kuna ambayo ilishafanyiwa kazi, kuna ambayo ilishafika katika ngazi ambayo ni nje ya mikono yetu, ngazi ya kimahakama. Na kwa kutambua hilo, ndio maana vile Mama Samia Legal Aid ipo hapa, kwa maana ya kutoa ushauri wa yale masuala ambayo yamekaa kisheria zaidi na watu walikuwa wamepelekana mahakamani. Haya yote ni kwa hisani yake Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ndugu zangu, kwa yale ambayo yatakuwa ni yamekaa kimahakama, tutawaomba wenzetu wa Mama Samia Legal Aid waweze kutusaidia kuweza kutolea ufafanuzi na elimu katika mashauri haya. Na kwa yale ambayo tunaona pana uhitaji wa mimi mwenyewe na timu yangu kufika field, kama ambavyo mengine leo Mheshimiwa mkuu wa mkoa ananipeleka, basi tutayasikiliza. Nitaomba mniwe radhi kwamba nitakwambieni, naomba mkuu wa mkoa apange tufike tuje kuona wenyewe. Wanasema kuona ndio kuamini, au sio? Kuona ndio kuamini, kwa sababu karatasi inaweza likakwambia jambo moja lakini uhalisia field ukawa upo tofauti. Kwa yale pia naomba wale ambao mtakuwa mna mambo kama hayo, nitaomba uvumilivu wenu, kwa maana siwezi kutoa maamuzi hapa ni mpaka nifike kujionea mimi mwenyewe, ama nielekeze timu ya wizara, sio ya mkoa, sio timu ya ardhi ya wilaya, nielekeze timu yangu kutoka wizarani iweze kufika na kuandaa taarifa ambayo itawasilishwa ili tuone tufanye maamuzi. Tunaelewana jamani? Nimeona niyaseme haya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu inaweza kawa kuna mashauri ya muda mrefu, lakini leo hapa mwananchi akaja akazani tutatoa majawabu hapa tutakusikiliza ili tuweze kufika, tuweze kujionea, na mwisho wa siku tufunge shauri hilo kwa kutoa haki pale ambapo pana haki. Sasa kuna mashauri ambayo ndo hayo nasema taomba wenzetu wa Mama Samia Legal Aid watusaidie. Kuna mashauri ambayo ni ya mirathi. Mligombana kifamilia, wewe ukuridhika na msimamizi wa mirathi, hukuona hivi, hao pia tutawaomba wenzetu wa Mama Samia Legal Aid waweze kutusaidia ili tuyaweke sawa. Nadhani tunaelewana hapo ndugu zangu. Basi mimi Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi niko tayari kama ambavyo mmejipanga, lakini vile nimeambatana na kamishna mkuu wa ardhi Tanzania nzima, yupo hapa, yupo pia Chief Valuer, yani mthamini mkuu wa serikali, tunaye hapa, wote tumetoka wizarani, lakini na timu nyingine kubwa tu ya watu waliotoka wizarani, ambao kuna wengine mnaweza mkaenda mkasikilizwa na wao, na wengine nikasikiliza mimi na wao bado wakatoa ushauri ama wakaniletea mimi sasa yale ambayo yanahitaji maamuzi. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo usione labda umepelekwa kwa mtu mwingine, hii hao mnaona wote hapa nimetoka nao wizarani, ili wanasikiliza, wanaona yale ambayo wataona wao yamewafunga, wanahitaji maamuzi ya waziri, mimi ndio maana niko hapa. Lakini wao ndio wataalamu ambao watayachakata ili tuweze kuyafanyia maamuzi. Tumeelewana jamani?
Nimeona pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa niyaeleze haya ili watu wasije wakabana wote wanasubiri kwenda kwa waziri kwa kuogopa labda hawa wengine. Hawa nao ni wageni hapa Arusha. Kwa maana nao mtapowaeleza nao labda ndo wanalisikia kwa mara ya kwanza, ili waliangalie kitaalamu limekaaje na yale yanayohitaji maamuzi ya waziri waweze kuniletea hapa tuweze kuyaamua. Tunaelewana jamani eh? Basi tuanze ndugu zangu. Mama Samia oye! Paul Makonda oye! Mheshimiwa Lembris oye! Mheshimiwa Gambo oye! Wakuu wetu wa wilaya oye! Asanteni sana. Kama mlivyojipanga basi tuanze kuwasikiliza. Asante Mheshimiwa Waziri. Na tutaanza na wananchi kutoka Oldonyo Sambu, watawasilishwa na uongozi wao kutoka Oldonyo Sambu. Karibu. Mheshimiwa Waziri wetu wa Ardhi, Mheshimiwa Ndejembi John Deo. Samahani kidogo. Ndio. Sasa tukubaliane. Ule utaratibu mwingine wa kuendelea kusikiliza uendelee. Yaani asia kabaki mtu mmoja anaongea, kumbe kesi yenyewe haikuhusu alafu natega sikio. Muda utaisha hapa na jambo lako halijasikilizwa. Kwa hiyo kwa sababu waziri amekuja na wataalamu wengi, mlivyojipanga wataalamu, kamisha nafikiri mngeweka logistics vizuri ili watu wengine waendelee. Na wale wanaoletwa kwa Mheshimiwa Waziri ni wale ambao yanahitaji attention yake. Kwa sababu yako mengine anaweza akamalizwa tu na mimi nadhani tuanze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na vikundi. Wale ambao ni wana makundi makubwa ndio waseme. Wale ambao wana issue moja moja waende kwa wataalamu ili waweze kuanza kuyachakata masuala hayo. Hapo mnasemaje jamani? Sawa. Na kamishna mkuu yupo pale, yupo mthamini mkuu na timu zao wako hapo juu. Sawa, tuendelee. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Ardhi, Endelea tu, mimi nakusikiliza. Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa Paul Christian Makonda, nichukue nafasi hii ya pekee kumshukuru Mungu ambaye ametupa kiongozi na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mawaziri wake wamejikita kuhakikisha kwamba